Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Live kabisa Jamirex Hotel, na ni siku ambayo bwana Ngoshi ameamua kuja kufanya iftar maalum kabisa na watu wenye uhitaji, na pia tumepata bahati kukutana na Ana Nyange hapa. Tuzungumze naye mbele matatu akiwa kama miongoni mwa waalikwa kwenye iftar hii. Assalamu alaikum. Salaam. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, umependeza mimi. Asante. Mabaya, kumbe shughuli zako pia. Na huu mwezi tu tunaamua kutwist tufanane, tusiwaachie majaribuni wengine. Sahihi kabisa. Hongera pia kwa kuja kuwa support wenzako katika hili jambo. Hongera kwao pia. Okay, sio swala dogo kuja kufuturisha wenye uhitaji. Exactly. Unaona sio kila mtu kafanya. Ndio. Kuna swali tunajiuliza, wewe Ngoshi ni shemeji yako kwa sababu mpenzi wake Ngoshi na yeye watu wanawafananisha sana. Ni shemeji yangu umejibu. Mbona umejibu? Nauliza. Ni shemeji yangu. Kumbe yani ni umefanana na mdogo wake, ni ndugu wewe na mdogo. Ni shemeji yangu kwa sababu Melod was my friend kabla hata hawajaanza kudate. Kwa sababu wameanza kudate shemeji. Boyfriend wa rafiki yako ni shemeji anaitwa Sina. Haya, na mimi umefanana na. Sijui kwa nini tumefanana. Mimi sijui, afu tu wameanza kutufanisha baada ya kuwa karibu. Yeah, sijui tumefanana. I don't see it, lakini naona comments watu wanasema. Ndio. She's beautiful. Kwa hiyo nikiambia nifanana naye pia naona yuko na nzuri. Ndio sasa. Sasa vuguvugu unalionaje mara baada ya kumalizika kwa project yako na Harmonize Mbosso? Of course tumeona sasa hivi interactions zimekuwa nyingi, kwa kupost kidogo wananchi wamekuwa wengi sana, na hongera pia. Bahati nyingi watu wanakusifia sana, wanakupenda wa Tanzania. Thank you. Wamenipenda lakini wananitukana. Vuguvugu nimelionaje? I'm receiving a lot of calls. I'm picky, nachagua. Kuna kazi nyingi nitafanya, ile kazi imenifungulia milango. So yeah, watu wasubiri tu, wataniona sana. Ndio sasa. Na vipi kwa project zako wewe mwenyewe, watu wametamani kujua maisha yako pengine Ana Nyange, yeye mwenyewe of course kiachana video tu. Sasa hivi juzi nilikuwa niko na kikao na mtu mmoja ambaye ni mkubwa kidogo, aliyesa mezidi. He was like telling me what to do. Akaniambia natakiwa ni post lifestyle yangu, maana mimi kweli watu hawanijui kabisa. Sasa hivi I'll be posting some of the things ambazo zitafanya watu wajue at least Ana Nyange ni nani. Kwa sababu mara nyingi mimi na post picha na kazi. Kwa nita post na lifestyle kidogo kwa watu. Wakati unaanza kupost lifestyle yako, kitu gani ambacho pengine Watanzania unahisi watakuwa surprised na wewe wakijua kuhusu kwako? Everything. Kwa sababu Watanzania hawanijui. Kwa kila kitu nitakachokuwa na post will be a surprise to them. Fulani hivi wa dini. Najua dini. I go to church not every Sunday, lakini dini naijua. Ndio sasa. Baada ya kushoot na Harmonize, hazikuja zile comments za mahusiano. Of course tunajua Watanzania mara nyingi sana mtu akishoot video na msanii wanajua basi kwa nani umetoka imepita hapa. Naona watu wana comment, lakini sasa watu hawajui kitu. Sasa kama ukisema mtu akifanya kazi na mtu lazima ajihusishe naye. Kwa hiyo kama mimi nimeweka sana 7 kwanza kwa nation 7. Kwa sio kweli. Naziona comments lakini sio kweli. Ile tumefanya kazi, tulimwambia cut, kila kitu kikakat. Ndio sasa. Umeweka labda lisei mipaka yako kwenye kazi, kwa sababu hususan kwenye masuala ya tarakimu, au umefanya kazi na msanii Alice Tanzania. Vipi akitokea msanii chini ya Harmonize akihitaji kufanya kazi na wewe? Aje tuongee. Aje tukae mezani tuongee. Kuna mipaka ipo, ila fedha pia zipo, lakini siwezi kuambia hapa kwani nyinyi ndio mnataka kufanya kazi na mimi. Wewe msanii anataka kufanya kazi na mimi, aje tukae tuongee. Ndio sasa. Kipi ambacho unafarijika mpaka sasa hivi kwenye industry mara baada ya kutoka kwa ile video? Kwanza mapokeo ni mazuri. There is a lot of bad comments, lakini I don't care. Mimi naangalia where am I getting my food and distracts Melod. Kwa hiyo mimi mapokeo ni mazuri, nimependa. There is a lot of calls. Na peak bado niko na peak, ila Watanzania wataniona sana. Kuigiza bado naigiza, hata niko kwenye product Melod, nimesema product. Kuna project nipo, kwa hiyo yani projects za kuigiza zipo. I'll be doing both, na nikipata kitu kingine ambacho naweza kukifanya cha wasanii nafanya. Ndio. Tuambie tu kweli kuhusiana na lifestyle ya kimahusiano upande wako. Iliathiri haikuathiri baada ile video? Kitu kizuri ile video imenikuta nikiwa single.
Kwa I had no one to explain to. Kwa sina mtu kumwelezea zaidi ya wazazi na wazazi wamenielewa, kwa hiyo sina uhusiano. Ndio. Ila baada hapo ilikupa uhusiano au bado unahitaji? Mimi ndo sihitaji. Mimi nikitaka kudate hata kesho naanza kudate. Ila nimeona tu nipumzike kidogo. Mimi sijui kutesa kwenye mapenzi. Sijawahi. Mimi I live, mimi nakimbiaga. If I see like this is a red flag I run. Lakini nimeamua sasa hivi ni focus na mimi mwenyewe. At least nione nikisimama ananyange kama ananyange. Kitu gani na gani naweza nikakamilisha. Kwa sasa unajua ukiwa na boyfriend like of which all of my boyfriends are supportive. Sisimami mimi kama mimi. You end up unaishi kwenye rules za mtu. Kwa sababu mtu anakusaidia kitu fulani, wewe unatakiwa anakusaidia kitu fulani. Kwenye tasnia yako unafanya kitu fulani. Kuhusiana sehemu fulani. So I wanna be mimi mwenyewe, then I see nikiwa hivi inakuaje? Sio unatamani upate mwanaume ambaye atakuwa na support kazi zako. Mimi sitamani kupata mwanaume. Akija aje, lakini I'm not craving for him. Simsubiri. Ila ikitokea amekuja fresh. Ndio. Swala la sushi. Hivi unatamani inshallah labda mbeleni kupata mpenzi wako. Kati ya aidha akupige au akuache kaida. Anipige wanafaje? Amoto kuacha. Aniache. Kwa sababu sasa kwa nini jamani unanipiga? Mimi hapa sijui na tafsiri tofauti ya mahusiano ambayo even if I tell my relatives we're gonna be wewe mimi naona kama mahusiano, natamani mahusiano yawe sehemu ya kupumzika. Yaani si mfano mimi na date na wewe. Mimi nimepigwa na maisha, wewe umepigwa na maisha, but when we are together tunakutana kama yani chaji na simu. Yaani ile ndo iwe auhen. Sasa mimi tena maisha yananipiga, huku tena nikija kwenye uhusiano tena sio ndoa. Napigwa, yani it doesn't make sense. Uhusiano ni sehemu ya kupumzika. Unakutana na mwenzako unajisikia vizuri ukiwa naye. Sasa uhusiano tena pili unateseka, I don't see the point. Bora uwezako si kama ananyanya. Ndio. Anyenge tuambie project zako pengine 2026 what's coming na nini zikikupendeza. Projects ni nyingi zitakazokuja, I'll be posting. Watu wa interviews tutakutana sana kwenye interviews because I'll be having a lot of things that I've been doing. Tumuombe tu Mungu uzima. Kwa hiyo sasa siwezi kuwatajia kwamba kuna hii lakini nyie kaeni mkoa wa kula. Mtaniona sana umwa. Ile unafanya biashara? Yes, nafanya biashara. Na duka langu ambalo bado sijalifungua, nalifungua next month. I'll post everything. Hilo lako mwenyewe hajahusika yoyote. Sasa tasikaje na niko single jamani. Kuna support let's shemeji yako Ngosha ameamua naye bwana. Shemeji yangu haya. Eti shemeji. Shemeji yetu anasema wanaambia I'll be opening my shop next month. Wananiambia shemeji umenisupport. Msiweke hivyo bana, mimi ndo kama nilifungua hicho mimi alone. Hapo nikija kuna basi mtajua. Mimi na masifa. Sasa dogo. You see, mimi siwezaki kujizuia, kujibana wakati naweza kujiachia. Kwa hiyo, yeah. Zungumza na Watanzania na Nyange. Mimi Watanzania nawapenda. Na nafurahi mlivyonipokea. Ni kweli ma comments ni mabaya nini, lakini at least naona kwamba you guys are kumbe mnajua mmeona nilichokifanya. Kwa mimi ninafurahi sana. I'm just so happy. Mashabiki zangu mtegemea vitu vingi sana kutoka kwangu. There will be a lot of projects nitafanya, yani nitaburudisha mwaka na miaka mingine inayoendelea sana. Asante. Shukrani sana. Thank you. Sema alhamdulillah. Sema alhamdulillah. Nataka sasa itokee hivyo. Alhamdulillah. Alhamdulillah.